Baada ya mapumziko mafupi hayo kupata msisitizo wa ibada ambayo tulionayo mbele yetu, na tunakukaribisha sana mtazamaji pamoja na msikilizaji uje ushiriki ibada hiyo ambayo pia kwa ni Musa Richard Mwacha na kualika katika kongamano hili ambalo litakuwa na majibu ya kutosha kwenye maisha yako wewe ambaye pia umekuwa ukiteseka kwa muda mrefu katika maeneo tofauti tofauti. Manake mateso na maumivu watu tunayapitia yametofautiana na kila mmoja anapitia changamoto kulingana na level yake ya maisha. Kwa hiyo hatujui changamoto unayoipitia wewe, lakini ukija ngomeni Yesu anajua na atakusaidia kuweza kuondokana pia na hayo maumivu ambayo unayoyapitia. Tunaendelea hapa na mjadala ama mazungumzo ambayo tulionayo na Kuhani Neema Jonathan. Tunaendelea kuzungumza hapa na wewe pia, baadaye tutakupa nafasi kwa ajili ya kuweza kupiga kupitia namba yetu ile ya 0786 97 99 99. Hiyo ni namba ya hapa studio. Kwa hiyo tutashiriki kwa pamoja ili tuweze kukamilisha kipindi hiki cha Meza Makuhani kwa siku ya leo kwa ukamilifu. Kuhani Neema, nilikuwa na zungumza na watu fulani, tulikuwa na mijadala ambayo tulikuwa nazungumza kuhusiana na majukumu ya watu hawa wawili na utofauti wao, mzazi wa kukuzaa na mlezi, tofauti yao ni ipi? Kuna watu alikwenda mbali zaidi akasema muda mwingine mlezi huwa anakuwa na nafuu kuliko mzazi aliyekuzaa, kwamba ukilelewa na mlezi yeye anaweza kakutreat vizuri kuliko mzazi wako. Mwingine akaenda mbali zaidi akasema kuna wengine wazazi walitutreat vibaya, ndio maana leo unaona wengi wao wameharibika, hawako katika njia inayopaswa. Sasa tuzungumze hapa tofauti iliyopo kati ya mzazi na mlezi. Maanake mzazi nazungumza yule ambaye wanasema damu ni nzito kuliko maji. Sasa yule ambaye ni damu kabisa, kwamba Neema, kwa Neema unaitwa Neema lakini baba yako ni Jonathan, huyo ndio mzazi wako. Lakini mlezi either ni yule ambaye umetoka nyumbani, umetoka ulikozaliwa ukaenda upande wa pili ukakutana na huyo ambaye alikupokea then akaanza kukulea. Sasa tulizungumze hili vizuri ili kuondoa mkanganyiko kwa watu ambao inawezekana huwa wanachanganya majukumu ya mlezi pamoja na mzazi. Kwenye maisha mwenye jukumu kubwa la malezi sawa ni mzazi, sawa, sio mlezi. Mwenye jukumu kubwa la malezi kwa watoto ni mzazi. Lakini kuna wazazi wamejisahau sasa hivi, hilo jukumu hawalitekelezi kikamilifu. Ni sawa, lakini mwenye jukumu kubwa ni mlezi. Ni mzazi, sio mlezi. Na ndio maana unachosema ni kweli, kwa sababu nakumbuka kuna wakati pia kuhani alisema pale, japo huwa tunacheka, sawa, lakini tunacheka kwa nini? Kwa ile namna ambavyo anakuwa analisema. Anasema unakuta kuna watu wanakuja mijini, ukisha beba mimba unazaa mtoto unampeleka kijijini. Na hiyo mimi nilikuta kuna mama mmoja ana wajukuu 6. Alikuwa anasema watoto wangu wanaenda mjini, wanazaa watoto wananiletea mimi kijijini. Wanazaa watoto wananiletea mimi kijijini. Lakini mwenye jukumu kubwa na kwa 100% la malezi ni mzazi. Na ndio maana hata maandiko yanasema waheshimu baba yako na mama yako, ndio upate nini? Heri na miaka mingi ya kuishi wapi? Duniani. Haijasema umheshimu mlezi, sawa, inasema baba na mama. Kwa sababu hawa watu wawili ambao ni baba na mama, wao ndiye Mungu wa pili duniani. Sawa. Unapokwenda kwenye ile nafasi ya mlezi mwingine, kama hawa watu hawapo, ndio unakwenda kwenye nafasi, unakwenda kwenye mikono ya mlezi, kwa maana either
awe ni baba mdogo. Ndio maana baba mdogo kama anakuwa yupo, baba mkubwa kama anakuwa yupo, mama mdogo kama yupo, shangazi kama yupo, bado kuna husemi baba. Umenielewa? Yani baba na mama alafu baba mkubwa. Unaona tayari umeweka kuna utofauti tayari. Umeshaweka neno linalofuata mama mkubwa, mama mdogo. Umenielewa? Lakini kunapokuwa na baba au kunakuwa na mama, unasema huyu ni mama yangu, huyu ni baba yangu. Sawa. Lakini unapokuja mlezi, unaweza kumtambulisha mtu kasema huyu ni baba yangu, lakini mbele unasema ni baba yangu mlezi. Alafu unasema huyu ni mama yangu, lakini unasema huyu ni mama yangu mlezi. Au unaweza ukasema huyu ni shangazi yangu. Ukishasema ni shangazi, automatic mtu anajua kabisa sio mzazi wako. Anajua kabisa huyu ni nani? Ni shangazi. Mwenye nafasi kubwa. Sawa. Kwenye jamii yoyote na mwenye jukumu la malezi kwa watoto ni wazazi. Sawa. Ambao Mungu ameleta hao watoto kama baraka ndani ya mikono yenu. Sawa. Kwa nini unaposema kwamba inawezekana kuna wengine wanafika mahali anasema kuliko kulelewa na wazazi, anasema nilipata unafuu kwa mlezi kuliko kwa wazazi. Kwa mzazi. Ni kweli wapo wengine ambao kuna jinsi hiyo, lakini wakati mwingine anaweza kawa na kutreat hivyo sio kwa ubaya, kwa kukufundisha. Sawa. Kwa mfano kama wale ambao wamekulia vijijini. Umenielewa? Ukimchukua sasa hivi mtoto wa darasa la 3, sawa, au mtoto wa darasa la 4 aliyekulia kijijini, ukamchukua na mtoto wa darasa la 3 aliyekulia mjini, hao ni watu wawili tofauti. Huyu wa darasa la 4 ana uwezo wa kuweka na sufuria jikoni, akasonga na ugali kabisa wakara familia. Huyo ni wa kijijini. Lakini huyu wa mjini hapa anashindwa hata kuchukua sufuria kabandika chai ya kwake yeye wa mjini huyo yeye mwenyewe. Umeona? Kwa hiyo wale wa vijijini wanawatengeneza watoto kwa sababu wanajua kesho mimi nipo, alafu kesho sipo. Sasa hapo kwa Neema, umetoa mfano mzuri sana. Watoto waliokulia vijijini, walio wengi unakuta shughuli nyingi sana wanazijua, tena shughuli ngumu. Na watoto wanaokulia mijini wengi unakuta hizi shughuli ngumu kama ambazo umetolea mfano hawaziwezi. Hii ni mistake ya nani? Ni mzazi wa mjini au ni mtoto tu mwenyewe kutokupenda kutaka kuyajua haya? Hii mimi naweza nikakwambia mwenye kosa ni mzazi wa mjini. Sawa. Sio mtoto. Ndio. Kwa sababu hata mimi umenielewa, nilielekezwa. Ndio. Mimi nakumbuka wakati tukiwa wadogo. Sawa. Tukienda shambani, umenielewa, unavyofundishwa kulima, mama anashika jembe, wewe uko mbele, yeye yuko nyuma, kwa anakushikisha na mikono yako, kwa anasema huwa tunalima hivi, huwa tunafanya hivi. Amekushikisha kwa maana anakufundisha kile ambacho unatakiwa kukifanya. Lakini kwa wazazi wa mjini unakuta mzigo mkubwa wa kazi tumebebesha kwa wale mabinti ambao wanakuwa nyumbani, wadada wa kazi, wanakuwa wanatusaidia kazi. Kwa ndo maana unaweza ukakuta mtoto hata amefika chuo lakini hakuna kitu ambacho anakijua. Hata kuosha sahani kwake inakuwa ni shida. Hata afike mahali aseme labda njaa inaniuma, basi niingie jikoni nipike chakula hata cha kwangu tu. Asonge hata kaugali kwa kwake tu. Yeye anakimbilia kwamba naomba hela nikanunue nini? Nikanunue chips. Umenielewa? Ndio. Kuna siku ninafikiri tulikuwa hapa. Sawa. Bado nikasema hata ukiangalia maneno au vinywa vyetu sasa hivi tunazungumza sana juu ya watoto wa 2000. Ndio. Tunasema watoto wa 2000 wako hivi, watoto wa 2000 wako hivi. Tunasema kizazi hiki cha watoto wa 2000 wamefika mahali, baadhi hata viongozi wa dini wengine wanazungumza kwamba watoto wa 2000. Lakini unajiuliza swali, hawa watoto wa 2000 wametoka kwenye viuno vya nani? Si wazazi hawa. Hawa watoto wa 2000 wametoka kwenye matumbo ya nani? Wazazi nani alitakiwa kuwatengeneza hawa watoto wa 2000 wasiwe kama walivyo, ili tusiwape jina la watoto wa 2000. Kwa tatizo
walivyo hawa watoto tunaowaita wa 2000 halikuanza kwa watoto wa 2000. Tatizo lilianza kwa wazazi waliowazaa watoto wa 2000. Ndio shida iko hapo. Lakini sisi hatujatazami sisi. Sawa. Tunatazama tatizo lililopo kwa watoto wa kizazi hiki, watoto wa 2000. Lakini hatutazami tatizo mahali lilipoanzia. Kumbe tatizo mahali lilipoanzia limeanzia kwa wazazi ambao waliwabeba watoto wa 2000 ndio wakawaleta. Ndio. Umenielewa? Nakuelewa. Kwa nini? Tayari tumekuwa kwenye sayansi na teknolojia. Sayansi na teknolojia haina ubaya kwa sababu imekuja kuturahisishia. Ndio. Yani badala ya mimi ninataka kupeleka taarifa labda Mbeya, ninataka kupeleka taarifa Iringa, badala nikae chini niandike barua alafu ije imkute huyo mtu taarifa hiyo ambayo ilikuwa ni ya muhimu baada ya mwezi, lakini sasa hivi ndani ya sekunde inakuwa imemfika. Kwa teknolojia imekuja kutupanulia wigo wa mambo mengi, mawasiliano, biashara, imepanua wigo wa mambo mengi sana. Lakini ile teknolojia inapaswa sisi ndio tuitumie ambavyo ilikuwa imekusudiwa. Sawa. Lakini nini kinabadilika? Tumetumia vibaya ile sayansi na teknolojia. Ambayo sasa tunafika mahali tunasema sayansi na teknolojia ndio imesababisha. Sisi hatukusimama kwenye nafasi ya kutumia ile sayansi na teknolojia kile ambacho ilikuwa inakitaka sisi tukitumie. Sawa. Kwa hiyo hata mtoto anapokuja ni wewe unapotakiwa kwamba kabla sijampa huyu mtoto simu, umenielewa? Au kabla hajaenda kuchungulia simu ya mtu fulani, unakaa naye kumwambia hii ni simu. Hii simu imebeba mambo mengi. Hii simu utaangalia mambo yote ya duniani. Hii simu una uwezo wa kuangalia mabara yote 7 tulionayo ulimwenguni. Una uwezo wa kuangalia kinachofanyika Marekani, wewe uko Tanzania. Una uwezo wa kuangalia kinachofanyika Uingereza, uko Tanzania. Lakini ndani ya hivyo unavyoviangalia bado kuna mengine yaliyobebwa ambayo yako kinyume, ambayo hayatakupeleka mahali unakotakiwa kwenda. Kwa maana lazima yatavunja yanakutengenezea mmomonyoko wa maadili. Ndio ambavyo natakuwa yaende hivyo. Sasa kama nimenunua afu nikamtoa pia hapo nikamwachia, alafu sikumpeleka kwenye leli. Unajua leli iko hivi. Kwa hiyo treni inavyoenda inaenda hivi. Lakini kuna mahali kuna kona, treni itaenda kwenye kona. Alafu kuna mahali itaenda hivi, lakini kuna mahali itaenda hivi. Lakini mtoto anakuwa hivi. Kwa anapoenda hivi, mahali ambapo unaona anaenda hivi, unatakiwa wewe usimame nje unamrudisha hivi. Lakini tumewaacha watoto wengi, tumewaacha sasa hivi ni kama vile wanajilea, wanajiongoza wao wenyewe. Yaani wao wenyewe wamejipa majukumu sasa. Wao wamejipa majukumu. Sisi ndio tumesababisha watoto wakajipa majukumu. Umenielewa? Kwa hiyo kuna yule mzazi ambaye ni kweli alikuwa, kuna wengine baadhi ni kweli unakuta wana adhabu zilizopitiliza. Au unakuta wakati mwingine mtoto anaweza akasema yani huyu mzazi utafikiri sio mzazi wangu. Zipo hizo kauli. Wanasema utafikiri sio mzazi wangu. Kwa nini? Ana ule ukali uliopitiliza. Kwa sababu pia ule ukali pia uliopitiliza sio malezi pia. Unaharibu ile mtoto. Kwa nini? Atashindwa anapokutana na kitu ambacho kiko kinyume, atashindwa kukurudia. Sio kwamba kwa Neema ule ukali ndio natakuwa mimi kuonesha kwamba mimi ni mzazi niko na misimamo. Ni sawa, uko sahihi, lakini unakuwa mkali kwa wakati gani? Yani kuanzia tarehe 1 Januari mpaka tarehe 31 Disemba wewe ni usiguse hicho, acha rudi mapema. Huyu pia ukienda kwa mfumo huo moja kwa moja pia huyu unafika mahali unamwangamiza. Haina maana kwamba unataka kumjenga. Kwa sababu gani? Hata atakapokutana na kitu mbele ambacho anaona hakiko sawa, kurudi nimwambie baba au kurudi nimwambie mama, kwa sababu ya ile kila wakati ile sauti ya ukali, ataogopa. Kwa atakachokifanya anaweza kaenda kumuuliza mwenzie, alafu yule anayekwenda kumuuliza hana muongozo na yeye, alafu akamwambia bwana fanya 1 2 3. Kuna mahali ambapo mtoto anatakiwa afika ajue kabisa kwamba ninatakiwa niheshimu huyu kama mzazi, baba mama. Lakini kuna mahali ambapo anatakiwa afike mahali anasema nina uwezo wa kukaa na baba nikamwambia baba kuna 1 2 3 4 5. Nina uwezo wa kukaa na mama nikamwambia kuna 1 2 3 4 5. Alafu mama anasema sawa, unatakiwa ufanye 1 2 3. Baba kaniambia sawa, ninatakiwa nifanye 1 2 3. Lakini kama kila wakati wewe sauti yako ni hapana, ndio maana tunatengenezewa na majina.
Umenielewa? Ndio maana tunatengenezewa na majina. Watoto wanatengenezea majina wazazi. Tunatengenezewa na nini? Na majina. Unakuta wanakuambia dingi. Zamani tulikuwa tunasema dingi. Tunasema dingi. Umeona? Au wakati mwingine wanakuambia Osama. Ndio. Wakati mwingine wanakuambia Gaddafi kashaingia. Gaddafi ameshaingia. Wakati mwingine wanakuambia Herode ameshaingia. Kwa hiyo wanakutungia jina kulingana na jinsi na wewe jinsi ulivyo. Unavyo-treat. Yes, jinsi ulivyo. Kwa hiyo ndio maana anakuambia kuna jinsi mwenye jukumu ni mzazi, sio mlezi. Mlezi atachukua nafasi tu kama pale mzazi anakuwa hayupo. Lakini hata kwa upande wa wazazi kwamba kuna wale ambao wamepitiliza, kwa sababu kwa mfano kama kwa sasa hivi unakutana na kesi nyingi sana kwenye mitandao. Unakutana na kesi nyingi za ukatili wa kijinsia. Juzi waziri alikuwa anatoa ripoti, nilikuwa nimeisikiliza. Lakini pamoja na kwamba anasema ukatili wa kijinsia kidogo umepungua, lakini bado anasema uko ule ambao unajulikana upo ukiacha ule ambao mwingine unafichwa. Lakini ukatili wa kijinsia mwingine unafanywa na mzazi, ambapo hebu imagine kuna mmoja niliona mtoto alikuwa aliumwa njaa, ametoka shuleni, akafika tu akapakua maharage. Umenielewa? Akala yale maharage. Lakini alichofanya mzazi akamchoma mikono ya mtoto. Sio kwamba yule mtoto ameiba kwa jirani. Hapana. Ni nyumbani ambapo amefika hakuna chakula, lakini akakuta maharage yalikuwa yameiva na njaa inauma. Umenielewa? Akamchoma mikono. Wakati yule mzazi kitu ambacho alipaswa kukaa na mtoto akamwambia kwamba alipaswa songe ugali alafu ndo apakue maharage, kwa sababu ile ni mboga. Umenielewa? Lakini yeye alimchoma nini? Alichoma yule mtoto, akasema ni mwizi. Angekuwa ameiba kwa jirani ni sawa, lakini kama amechukua nyumbani alafu ni mzazi unamchoma mikono. Haya, nikaona tena tukio lingine ni hivi vinalo pia. Watoto watatu tena wale walikuwa wa familia moja. Wale nao wametoka shuleni wakafika hakuna chakula, lakini walikuta kuna mboga nyumbani. Kwa wale watoto wakaingia wakasonga ugali wakala. Kilichofanyika, walikwenda mzazi aliwaadhibu kwa kuwafunga miguu juu vichwa chini, kuadhibu kwamba kwa nini walifanya kitu kama kile. Kwa hiyo hizo ni adhabu zilizofanya nini? Zilizopitiliza. Kwa sababu hata ukiangalia watoto wengi wa mitaani, wapo baadhi ambao ni automatic wameamua kukimbia nyumbani. Lakini wapo wengine waliokimbia nyumbani wanasema tu kuna adhabu zilizopitiliza kutoka kwa wazazi. Kwa ndio maana mtu anaamua kufanya nini? Anaamua kukimbia, kwa kuingia wapi? Kuingia mitaani. Kwa hiyo jukumu la malezi ni la kwangu mimi kama mzazi. Lakini sio mlezi. Mlezi anachukua ile nafasi kama mzazi anakuwa hayupo. Hivi mlezi ana uchungu kumzidi mzazi? Hawezi kuwa ndio maana unasema uchungu wa mwana na ujua nani? Mzazi. Sasa ndio maana unakuta wakati mwingine unasema sasa inaona hata ule uchungu sasa hivi wazazi tena hawana. Ndio. Kwa sababu gani? Hatuoni kile ambacho anakifanya kwa nini? Kwa mtoto. Kwa mlezi hawezi kuwa na uchungu kuliko mzazi. Kwa sababu mzazi ndio aliyebeba mimba miezi 9. Ndio. Ni sawa, yawezekana hata yule mlezi anaweza kuwa ni mlezi wa kike ambaye tayari ni mama ambaye ameingia labor ward. Lakini wanasemaga uchungu unakuja tofauti. Kuna namna huyu pamoja na kwamba ni uchungu ule lakini kuna mwingine anakuambia mimi nikienda hospitali ni kama vile watoto nimeenda kuokota. Lakini kuna mwingine anakuambia nilikaa wiki nzima nikiwa ninaumwa. Kwa hawa watu wanaweza akawa wamejifungua kwa njia zinazofanana, lakini maumivu wameyapata ambayo yametofautiana. Huyu anakuambia nimekaa wiki nzima nikiwa ninaumwa, lakini huyu anakuambia nimeanza kuumwa saa 2 afu saa 3 nimekwenda nimejifungua. Kwa hawa watu wanakuwa uko tofauti. Kwa mimi nadhani kwamba malezi jukumu ni la mzazi kwa 100%. Na huwezi ukasema kwamba ni nafuu kwa mlezi au kwa mzazi, kwa sababu bado kumbuka umesema yule ni mlezi. Kwa sababu unapofika mali wanakuambia hivi nenda kamuite mzazi. Wanasemaga mzazi au mlezi. Kwa hiyo unapoenda ndio maana wanakuuliza swali, huyu ni mzazi au ni mlezi? Wanasema ni mlezi. Kama wanauliza ni mlezi, wanataka kujua mzazi yuko wapi. Kwa nini amekuja mlezi? Lazima wajue mzazi yuko wapi. Anaweza akasema either wazazi wake walitwaliwa, mimi ndo nawalea, au nilimchukua tu kwenye mikono ya wazazi, mimi namlea, lakini wazazi wapo. Sawa. Na tunaendelea hapa mtazamaji, kati tunaendelea kuzungumza hapa na Kuhani Neema. Hili jambo ambalo tunalizungumza hapa ni jambo ambalo ni la muhimu sana. Watu wengi pia kwenye majumba tunaona watoto pengine ndio
sababu ya kupelekea kuwa hata na watoto wa mtaani wengi. Labda kwa baadhi ya wazazi ambao wameshindwa kusimama vizuri katika majukumu yao ya kama mzazi, kiasi cha kwamba sasa napelekea mtoto anaona kama mzazi mambo anayomfanyia yanakuwa ni ya kikatili. Mfano kama huu ambao umeutoa. Kwa Neema, mtoto amekuja na njaa, ameingia amechukua mboga amekula, mzazi umekuja umechoma mikono ya huyu mtoto. Huyu mtoto atakuonaje? Huyu mtoto atakufikiriaje? Atakuwekaje moyoni huyu mtoto? Mtoto ni kweli anaweza kajiuliza, yani kwamba huyu ni mama kweli? Huyu ni mzazi wangu kweli? Sema uzuri wa watoto, yani sijajua, mimi huwa nawaza, nafikiri nasema hivi, kama hata sisi tungekuwa ndivyo ambavyo walivyo watoto, ile mioyo ya watoto jinsi ilivyo. Unajua ni kweli anaweza kalia mtoto akasema ni mama ameniunguza, lakini wanaposema huyu mama tunampeleka gerezani, mtoto tena analia. Anasema sasa mkimpeleka mama, mimi nitakaa na nani? Umeona? Pamoja na kwamba ule inakuwa ni ukumbusho kwake. Kwa nadhani anavyokuwa kwenye umri ule mdogo, yani ni sawa kile kitu anaweza akajiuliza kwa nini mama ameamua kunifanyia hivi. Lakini kwa kadri ambavyo anakuwa, kwa sababu unapoona kovu, unajua kwa nini huwa kunakuwa na ushuhuda. Ndio. Ushuhuda ni ukumbusho. Sawa. Labda kuna mtu ameumia. Lisa kwa mfano mtu amepata ajali. Akavunjika mguu, au labda kuna mtu amekatwa mguu. Anaposhuhudia, ina maana ule ni ukumbusho. Unaposhuhudia kwa sababu hicho kitu kipo, ndio maana unashuhudia. Ina maana hata yule kwa kadri anapokuwa, kwa atakapokuwa anafika watu wanamuuliza, ulifanya nini huu mkono? Umeona? Kwa historia ndio itakaporudi sasa. Atakapokuwa mtu mzima, historia anaanza kujiuliza, hivi nini kilimpelekea mama akanichoma mikono yangu? Kwa nini kulikuwa na ukatili uliopitiliza wa kiwango cha namna hii? Umeona? Kwa hiyo kitu ambacho unasema kwamba ni kweli tunazalisha watoto wengi wa mitaani, sababu nyingine kubwa unakuta ni wazazi. Kwamba tumeacha kusimama kwenye ile nafasi, kwenye lile jukumu la malezi ya watoto. Tumekuwa bize na mambo ya duniani. Ni sawa tuko bize. Wakati mwingine unasema tunatafuta kwa ajili yao. Lakini hawa ambao unawatafutia, unawalea kwenye upande upi ambao unawatafutia? Kwa hiyo pamoja na ubize, lakini bado angalau uwe na muda, uwe na nafasi ya kukaa, kuongea na wale watoto. Huko duniani kumechafuka. Ni kweli. Duniani kuna mambo mengi sana kumechafuka. Sio kama wakati wetu, wakati sisi tunakuwa. Lakini sasa hivi mambo ni mengi mno. Kwanza wakati sisi tunakuwa, tulikuwa tuna simu zile za nini? Zile za TTCL. Ndio zilizokuwa na simu zile kulikuwa kwa kijiji inakuwa ni simu hii moja. Tena iko kwenye kibanda. Kwa hiyo unatoka unakotoka unaenda na namba yako umeandika kwenye karatasi. Wanapiga simu, alafu ndo unawasiliana. Umeona? Kwa zikaja kuanza kuingia taratibu, watu wakawa naweka ndani ya nyumba, lakini hazikuwa hizi. Kwa ndo maana nilikuwa nakwambia kwamba mwanzo kabisa mawasiliano yalikuwa ni barua. Kama ambavyo mwanzo kabisa taarifa watu walikuwa wanazipata kwenye magazeti. Lakini ukiangalia sasa hivi kwa kadri ambavyo simu na teknolojia imekuwa ikikua, unakuta hata magazeti ni watu wachache sana. Ni mbadala sana. Kwa sababu gani? Mtu anajua kabisa nitaamka asubuhi, nitaangalia kwenye simu taarifa kuna 1 2 3, kwa hiyo anaachana na nini? Na gazeti. Kwa kadri ambavyo teknolojia inakuwa, wewe na uhakika mambo yanakwenda yakibadilika. Kwa kama teknolojia inakuwa na mambo yanakwenda yakibadilika, sisi kwenye jamii, kwenye ngazi ya familia, tunabadilikaje kulingana na teknolojia? Au tunawaongozaje hawa tulionao kulingana na ukuaji wa nini? Wa teknolojia. Kwa maana kama ukuaji wa teknolojia unaenda, na sisi tunatakiwa tuwabadilishe, tuendane nao kulingana na nini? Na teknolojia. Kwa sababu hakuna jambo ambalo huwa ni baya siku zote, na hakuna jambo ambalo huwa ni zuri peke yake. Yani ndio maana huwa kunakuwa na faida na hasara. Kuna advantage na disadvantage. Ndio maana wanakuambia andika hasara ya hiki au andika faida za hiki. Kile unachokiandikia faida yake, kile bado kinakuwa na hasara zake. Kwa kile unachomwambia kina faida, lakini hasara zake zina 1 2 3. Kwa hiyo sio kwa maana kuna hasara kwa hiyo asikitumie.
atumie, lakini au anajua kwamba pamoja na matumizi haya, lakini upande wa pili wa hiki ambacho ninakitumia ninaona kinaniletea manufaa, lakini huwa kinakuwa na hasara zake. Kwa hiyo natakiwa niende nikijua kwamba chini kuna miba. Kwa ninapokanyaga sipaswi kukanyaga mahali ambapo kuna miba. Kwa maana nikikanyaga mahali ambapo kuna miba, miba itaniingia miguuni, itanichoma. Kwa natakiwa nikanyage mahali ambapo hapana nini? Hapana miba. Kwa hata kwa watoto, kwa nini wakati mwingine sasa hivi wamefika watoto, yani ni kama vile sasa watoto wamekuwa wanatuongoza sisi. Wazazi. Yani sio kama wazazi ndio wanawaongoza watoto ilivyo kipindi cha nyuma. Ni kama vile watoto sasa wamefika wanatuongoza sisi. Ni kwa nini? Ni kwa sababu yani unajua ni kosa mtoto unapomuita anakuambia nini bwana? Lakini wapo watoto wanafanya anakujibu hivyo wewe ni mzazi. Anakuambia nini bwana? Alafu unamwambia nitakupiga, alafu unamwacha. Kesho tena atarudi anakuambia nini bwana? Lakini anaposema nini bwana, hii sio kauli. Mimi ni mzazi, sio kauli ya kwamba unatakiwa kuongea na mzazi. Lakini ili afike akuambie kitu kama hicho, pale kwenye msingi ulipoanza kujenga msingi wa nyumba, paka umefika kwenye renta, uliujengaje huu msingi pale chini? Kwa sababu nyumba kama imefika kwenye renta alafu ndio katengeneza ufa, wewe na uhakika chini kwenye msingi kutengeneza vizuri. Achana na ile ambayo umetengeneza msingi vizuri sana, alafu pamoja na kwamba unafika kwenye renta, ule msingi bado unakuta kuna ufa. Kwa sababu kuna mwingine, kuna mzazi anatoka na mtoto vizuri kabisa, anakwenda naye vizuri, ila mtoto mwenyewe anapofika duniani, tunasema mazingira yanabadilisha mtu. Anaweza kafika akakuta kuna watu wanatukana, naye akaanza kufanya nini? Akaanza kutukana. Anaweza kafika akakuta kuna watu wanafanya hiki, naye akawa anafanya nini? Anafanya hiki. Pamoja na kwamba baadhi ya wazazi anatengeneza msingi mzuri sana. Na maisha yote mimi huwa sidhani kama kuna mzazi ambaye huwa anataka aone mtoto wake ameharibika. Hayupo. Hakuna mzazi wa jinsi hiyo. Lakini katika hilo ambalo umezungumza sasa, kweli hakuna mzazi mwenye kutaka kuona mtoto wake anaharibiwa au anaharibika. Lakini yuko mzazi ambaye yuko tayari kumtupa mtoto. Umesema vizuri, ukasema kwamba uchungu wa mwana anaujua nani? Mzazi. Lakini kuna kasumba ya watu kutupa watoto. Ameshika ujauzito, amejifungua, anaenda kutupa mtoto chooni, au anatupa mtoto kwenye majalala, au anatupa mtoto kwenye mapipa, au anatupa mtoto hata kwenye miba. Hawa wana uchungu. Hawa wana uchungu. Tena wanaweza wakawa na uchungu mkubwa sana. Alafu mimi naomba, nadhani hii kazi nikupe wewe. Kwa sababu ni kazi yako. Mtufanyie utafiti. Pamoja na kwamba unaweza kawa utafiti huko. Ndio. Kwa mtu ambaye anatupa mtoto, unajua hawezi akatupa kama hana sababu. Pamoja na kwamba hata kama ana sababu, bado kile kitendo anachokifanya ni kosa kubwa sana. Kwa sababu wengi ambao pengine kuna mtoto nimemuona pia, nafikiri wiki iliyopita. Yule mtoto nadhani kama ni wa wiki 3 au ni wa mwezi. Umeona? Amemvalisha mtoto vizuri, akafika kwenye kichaka akamweka hapo. Kwa hiyo watu wakaenda wakamuokoa. Yani hata chembe ya huruma hiyo kwa nini? Hakuna hiyo chembe ya huruma. Sasa unakuta mwingine anakuambia labda mume ambaye alinipa mimba amekataa kulea mimba, amekataa kulea mtoto. Alafu mwingine anasema labda maisha yamekuwa ni magumu. Umeona? Lakini unajiuliza, huyu akiwa amekataa kulea mtoto, si ndio? Lakini ukienda kumtupa mtoto, hiyo inaweza kawa ndio majibu. Si sawa. Sio sahihi. Ndio. Sio majibu. Kwa sio kwamba wale watu hawana uchungu. No. Anakuwa na uchungu, lakini kwa sababu ya hayo mazingira. Kwa anaona, yeye anafikiri labda nikienda nikimtupa. Mimi niliona kuna kisa kimoja, kuna mkoa mmoja Nyanda za Juu. Na ndio ambapo niliona hiyo ya mtoto. Kuna mmoja alisema maisha yalikuwa ni magumu. Kwa hiyo akaahidiwa kuja kufanya kazi huko. Kwa alichokifanya, akachukua yule mtoto akaenda kumweka kwenye jaba ambao limejaa maji, halafu akamfunika na mfuniko. Si ameua tayari? Ili aje huko. Sasa kwa bahati mbaya yule mtoto akafa, hata kwenye kazi hakuja. Kwa hiyo wakawa wanamuuliza, sasa umeshaua, unategemea hiyo kazi unaenda kuifanya? Siwezi kwenda kuifanya kazi. Kwa nini? Kwa sababu sheria inachukua mkondo wake. Mtoto anapokuwa wapi? Tumboni. Ni wa kwako. Lakini mtoto akishatoka ni wa serikali. Ni wa serikali. Kwa hiyo chochote ambacho unamfanyia mtoto, hawatasema huyu ndiye mzazi au ndio mama au ndio baba. Sheria inasimama kwenye nini? Kwenye nafasi zake. Na ndio maana hata kwa upande wa
wa kwetu, kwa maana hata mtu akaharibu mimba kwa makusudi, anachukulia sheria. Kama imethibitika, anachukulia sheria, kwa sababu sisi hatuna hiyo sheria, haipo. Kwa hiyo yule anayetupa mtoto ni kweli ni mzazi. Ndio maana nakwambia uchungu wa mtoto anaujua mzazi, lakini haina maana kwamba hana uchungu. Sema kuna jinsi ambayo jamii inatakiwa ielewe chini na kukaa kuelimishwa kwamba pamoja na ugumu wa maisha, kwa maana hata ukimtupa huyo mtoto haina maana kwamba umeepuka ule ugumu wa maisha, kwa sababu kule mbele unakoenda, kwa sababu wakati mwingine kwanza unapotupa yule mtoto kuna laana ambayo inatembea juu yako, itakuja katikati yako, kwa sababu kesho na kesho kutwa ndio hawa. Wakati mwingine unaweza kukuta mtu anakuambia nimetembea kwenye makanisa 10 ninaomba Mungu anipe mtoto, sipati mtoto, lakini kumbe Mungu anaona nilikupa yule ukamtupa. Sasa huyu unayeniomba sasa hivi unataka nini tena? Yule niliyokupa umemaliza wapi? Umeelewa? Ndio shida iko hapo. Kwa hiyo yani hili jambo ni jambo mtambuka sana, ni pana sana. Habari ya malezi, habari ya watoto, habari ya ukatili ni kubwa mno, ni kubwa mno. Umeona ile ya ilikuwa ya Morogoro nafikiri. Uliona yule mtoto wa darasa la 5 ambaye amemwekea sumu mamake. Anasema kwa sababu anamtuma. Shida kumtuma tu. Umeona kaingiwa na roho ya kutaka kumaliza mama yake. Na mama alilazwa hospitali kabisa. Anasema kwa sababu mama ananituma. Kwa akaona bora nimmalize. Lakini ni kwa nini? Kwa sababu ya akili. Pale tuna mawili. Kuna roho ambayo ilikuwa ndani yake. Umeona? Kwa hakufikiria kwa wakati ule. Ndio. Kwamba hivi inakuaje ni muue mama eti kwa sababu ananituma. Umeona? Kwa hiyo hakufikiria yeye kwamba hivi akiondoka huyu kesho mimi nitabaki na nani. Angalia watoto ambao wamekuwa wakija hapa mara nyingi, ambao Yesu amekuwa akimuongoza kwani. Mtoto anaulizwa anasema nimeambiwa nimtoe mama. Mtoto mwingine anauliza nimeambiwa nimtoe baba. Sasa unajiuliza unasoma ndio form gani? Form 1, form 2, form 3. Yani huoni kama huyu mtu ambaye ndo anakulipia ada ukishamtoa unafikiri utaendelea na shule? Hakuna. Huwezi kuendelea na shule. Kwa hiyo ni swala pia la kiroho zaidi. Kwa hiyo tunahitaji neema ya Mungu kwamba ni swala pia la kiroho zaidi, sio tu la kwenda kwa nguvu ya mwilini. Ukienda kwa nguvu ya mwilini hatuwezi kuvuka. Lakini tunahitaji pia nguvu ya kiroho zaidi. Sawa, asante sana kwa majibu mazuri na maelezo mazuri ambayo pia wazazi wametusikia pamoja na walezi. Hii ndio ilikuwa mada kubwa ya siku ya leo ili tuweze kuizungumza. Lakini pengine inawezekana kuna mzazi au mlezi mtu mwingine yoyote yule anataka kuchangia kwenye mada yetu. Tunamkaribisha sana. Na tuconnect moja kwa moja hiki ambacho tumekizungumza, swala la malezi, hiki ambacho tumekizungumza, swala la kuchukua maamuzi ya ajabu kama hayo ya kutupa watoto, kuweka kwenye diaba la maji, mtoto anakufa. Connect sasa na kwenye habari ya ulimwengu wa roho. Na tuna ibada mbalimbali ambazo tumekuwa nazo hapa Ngomeni. Kwani Musa kila siku amekuwa akikemea pia habari ya zinaa, sababu zinaa hizi ndio zimekuwa matokeo mengine ya kupelekea mpaka watu wanapozaa, anaposhindwa maisha, anakimbilia kwenda kuua mtoto ili labda akiamini maisha yake yakawe mepesi. Akiamini akimaliza hiki kiumbe ili akiwa huru labda pengine atapata unafuu wa kuwa na maisha mazuri. Sasa kesho tunayo ibada kwa neema. Na kimsingi inawezekana kuna watu wanatusikiliza leo hii wameshayafanya mambo hayo, aidha kwa kuwatesa watoto, kwa kuwanyanyasa watoto wao, au kwa kuwakimbia watoto, au kwa kutupa watoto. Tulilete kwenye eneo la imani swala hili, na hasa tunapoelekea kwenye ibada hii ya mguso ambayo siku ya kesho, kwani Musa pia ametualika wote kukanyaga kwenye ibada hii. Unapojiconnect moja kwa moja na sehemu ambayo kuna nguvu ya Mungu, ni faida ipi ambayo unayoipata hata kama ikitokea ulishawahi kufanya mambo hayo? Ni kweli. Mithali anasema mlee mtoto katika njia impasayo. Ndio. Naye hata iacha hata atakapokuwa ni mzee. Tunaporudi kwenye swala la imani au tunaporudi kwenye swala la kiroho, ndio maana nilisema tangu awali kwamba hawa watoto tumewajenga au tumewatengeneza kwenye misingi ya namna gani. Lakini tunapokuja pia kwenye swala la kujiunganisha, ndio maana unakuta kwa mfano awali tulikuwa tunazungumzia hapa kuhusu habari ya ujenzi. Lakini ndani ya kadi zetu za partnership
Yesu amemuongoza kuhani. Kuna kadi za watoto pia. Ndio. Kwa nini ameweka kadi za watoto? Ni kutaka kuwaunganisha watoto na madhabahu. Unapowaunganisha watoto na madhabahu, kwa maana kitakachokuwa kimewatangulia au kitakachokuwa kinawasemea ni madhabahu. Na hata unapomtolea mtoto sadaka, umenielewa, tumeshatoa sana, lakini je, unatoa sadaka kwa ajili ya leo au unatoa sadaka kwa ajili ya kesho pia ya mtoto? Sawa. Kwa sababu unapotoa sadaka ni kwamba mtolee mtoto sadaka hata kwa ajili ya kesho yake. Unapomtolea mtoto sadaka kwa ajili ya kesho yake, hata anapofika mbele kule akakutana na fataki, tayari ulishamtolea mtoto sadaka kwa ajili ya kesho yake. Kwa maana hakuna chochote ambacho kitalingana kule. Yani atakutana na mtu ambaye sio sahihi, lakini ni kwa sababu ulipanda mbegu leo kwa ajili ya kesho yake. Ile mbegu uliyoipanda leo kwa ajili ya kesho yake ndio utakayoendelea kusema. Ndio. Unapomtolea mtoto leo, usitoe kuangalia leo. Toa kuangalia miaka 20 mbele. Toa kuangalia miaka 40 mbele. Kwa maana unapanda mbegu ambayo hiyo mbegu itaendelea kumsemea. Kwa sababu tunasema kwamba tunahitaji kwa maana kwa nchi yetu tunasema tuna majeshi ambayo wanalinda. Lakini haina maana wanalinda sasa hivi. Nchi inalindwa kwa maana inalindwa mipaka kuto kuvamiwa na maadui. Kwa maana wanajeshi wako macho usiku na mchana, chini ya amiri jeshi mkuu. Wako macho usiku na mchana. Hata sisi amiri jeshi mkuu ambaye ndio Yesu yuko macho usiku na mchana. Lakini amekupa wewe nafasi. Amekupa nafasi ya kutengeneza kwa ajili ya kesho. Amekupa nafasi ya kupanda mbegu. Kwa tunapozungumza kuhusu habari ya watoto, tukaunganisha na ibada ya kesho ambayo Yesu amempa kuhani Musa. Ni kweli ni ibada ya mguso. Unasema ni kwamba ni kweli yawezekana kuna mtu alishafanya kitu kama hicho. Na pengine mpaka sasa amekaa anajutia kila alichokifanya. Ni kweli. Tunasema hivi, Mungu wetu ni Mungu wa rehema. Yeye ni Mungu wa tena. Ndio. Kwa maana ndio maana kuna toba. Toba tafsiri yake ni kujuta. Lakini ukishatubu upaswi kurudi ulikorudia. Yani ni kwamba umetubu, kwa maana natubu, naomba toba, siwezi kurudia. Ndio. Ukishaomba toba unaomba rehema, Mungu akurehemu. Ndio maana hata Daudi kwenye Zaburi yake anasema Mungu ni rehemu sawa sawa na fadhili zako. Anasema mama yangu alinichukua mimba wapi? Hatiani. Kwa hiyo unapaswa kujisamehe kwamba inawezekana ulifanya aidha kwa kujua au kwa kutokujua. Haina maana kama ulifanya kwa kujua, labda pengine ndio unasema unahukumiwa kwa sababu ulifanya kwa kutokujua. Ndio maana alisema uwasamehe wajui wa nini walitendalo. Yumkini kuna mtu mwingine anajua kwamba hiki kinachokifanya ni kibaya, lakini anakifanya kwa sababu pengine kwa macho ya watu hakionekani. Kwa hiyo kama kuna mmoja yuko hivi, unachosema kwamba inawezekana kuna mtu amepitia hapo, kwa amefika mahali anajihukumu, anafika mahali anapaswa kuingia kwenye toba, kwamba natubu kwa hili, kwa maana nikitubu sitaweza kurudia tena kwenye tope kule ambako niligalagala. Na maana nikishatubu lazima nitainuka, alafu niendelee mbele. Kwa hiyo kulingana pia na ibada ya kesho na shule pia watoto zimefunga, ni vizuri sana kwamba usimwache mtoto nyumbani. Lakini pamoja na kwamba unakuja na mtoto kanisani, huyu mtoto unamjenga kwenye mazingira yapi? Unamtengenezea ulinzi wa wigo wa aina gani? Kutoa partnership peke yake haitoshi. Toa sadaka kwa ajili ya kesho ya mtoto wako. Mtengenezee mbegu. Kwenye Ufunuo 16 anasema nikasikia hiyo madhabahu ikisema. Kinachosema ni madhabahu. Kwa maana kama ulimuunganisha huyu mtoto na madhabahu, mahali popote anapokuwa anapita, kwa maana kuna adui yoyote aliye mbele yake, lazima ile sauti ya madhabahu itasema kukurudisha kwenye mstari, kwamba huku nakoenda sio sahihi. Unaenda kukutana na mtu ambaye sio sahihi. Ndio maana wakati mwingine unakuta kuna mabinti ambao labda watoto wetu wa kike, watoto wetu wa kiume wanaingia kwenye ndoa, lakini miaka miwili, mwaka mmoja, yani anaona niliingia kwa mtu ambaye sio sahihi. Ni kwa nini? Kwa sababu ulitumia akili ya nini? Ya kibinadamu. Lakini kama kulikuwa na mbegu iliyopandwa kwa ajili yako, kwa sababu unapotoa, unajua kuna sadaka nyingine unasema ninamtolea mtu sadaka, ninahitaji neema ya wokovu juu yake. Kwa mimi naendelea kupanda mbegu ya sadaka ili neema ya wokovu itembee juu
juu yake. Kwa hiyo ninaendelea kupanda mbegu ya sadaka ya kesho ya watoto wangu. Kwa maana nini? Ili Yesu aendelee kutembea na wapi? Katikati yao. Amen. Kuna mwimbaji mmoja anasema kwamba Yesu unakuwa naye, unatembea naye. Rafiki anakuachia njiani, lakini Yesu mahali popote yupo, unatembea naye. Kwa hiyo ukishamuunganisha mtoto na madhabahu, kwa maana ile kengele ya madhabahu ndio itakayokuwa inamtangulia. Hata kama anakwenda kushoto, anakwenda kulia, kuna kengele ya madhabahu. Unajua wanasema kuna kitu huwa kinatoka kinakuja, kikifika hapa hakiendi, kinarudi. Kwa nini? Kuna kengele ambayo inafanya nini? Inakukumbusha. Kwa hiyo ibada yetu ya kesho, mimi niseme na mzazi ambaye anatutazama, au mzazi anayetusikiliza, au mzazi anayetufuatilia mahali pengine popote, hata ambao hawako Dar es Salaam, kwa sababu tumeona wazazi wengi ambao wako mikoani wanasema tunajiungamanisha. Lakini je, unapokuwa umejiungamanisha na ibada, huwa unaita watoto wako wote, mnakaa pale sebuleni mnafuatilia Jehova Jireh TV? Au unajifungia ndani, unajiungamanisha wewe mwenyewe? Kwa maana ni vizuri kushiriki pamoja na nani? Kushiriki pamoja na familia. Kushiriki pamoja na familia. Anaposema tunaposema ni ibada ya kesho, lakini itakuwa na mguso. Kuna mtu mwingine anajiuliza kwamba kwani Yesu anatugusaje? Kuna tafsiri ya mtu tunaposema mguso wa Yesu, anauliza kwani Yesu anatugusaje? Lakini ndio maana tunasema aliye mbele, Mungu ambaye ametengeneza agano na yeye, ni kuhani. Kwa hiyo unapoguswa yeye, unapoguswa na kuhani, kwa maana yeye anamwakilisha yule anayeishi ndani yake. Umeguswa na Yesu kupitia kuhani Musa. Ndio maana kuna mtu anasema niliguswa na kuhani, aliponigusa mkono nikapona. Aliponigusa kichwa nikapona. Aliponigusa mguu nikafunguliwa. Kwa maana anayeishi ndani yake ana nguvu zaidi. Kwa maana kupitia mkono wake akikugusa lazima unafunguliwa. Nzuri sana hiyo. Mtazamaji pamoja na msikilizaji unayetufuatilia wakati na muda kama huu, pongezi nyingi sana kwako kwa kuwa umeendelea kupata elimu kubwa ambayo tunaizungumza hapa na kuhani Neema Jonathan tuliye naye hapa, na kimsingi tunayagusia mambo haya ya kifamilia kwa sababu kanisa la kwanza ni familia. Ni kweli. Ndio Ni kweli. Kwa hivyo hao wanaotufuata wakati huu, manake hao tunayozungumza na connect na ibada moja kwa moja, wanapata kuelewa kumbe maandalizi ya moyo ni ya mwanadamu. Ya mwanadamu. Na jawabu la ulimi inatoka kwa Bwana Yesu Kristo mwenyewe. Kwa hiyo na ibada njema huanzia nyumbani. Kwa hiyo hao wanaotufuata wakati huu, manake ni wakati wao sasa kufunguka. Umezungumza vizuri hapo kwamba hata kama mtu alishaye kufanya mambo hayo kwa kiasi kikubwa cha kumkwaza Mungu, lakini bado Mungu ni mwingi wa rehema na anasikiliza. Sio kwamba yeye umeshalitenda basi ndo ameweka mipaka kwamba hawezi kuyafuta hayo uliyoyafanya. Kwa hiyo kumbe mtazamaji pamoja na msikilizaji, kama yuko miongoni mwa wale ambao wamewahi kuyafanya hayo, wana nafasi ya kusamehewa. Ni kweli, ndio maana anasema kuna furaha kwa malaika mbinguni kwa mwenye dhambi mmoja akitubu. Hapo mmoja tu. Ndio. Hata kama wako 10,000 lakini akitubu mmoja tu peke yake, malaika wanashangilia. Nzuri sana hiyo. Na mtazamaji, basi tutapata mapumziko mafupi ya kusikiliza kwa msisitizo ibada tulionayo siku ya kesho, na baada ya hapo tutakuja kupokea simu yako pia, na wewe utueleze vile ambavyo umeelewa, una mchango gani katika hili. Kwa Neema amezungumza sawa sawa hapa, na wewe pia una nafasi ya kupiga simu ama kuandika ujumbe, na kama